Sehemu ya 5 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Ndumba. Mtunzi anaitwa Hansi Marcelini. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Simulizi hii ambayo ni Ndumba season ya pili itakujia kila siku za Jumatano pamoja na Jumapili katika YouTube channel yetu hii ya Simulizi Mixi, na usiache kusubscribe. Sehemu iliyopita kama nakumbuka vizuri, tulisha pale ambapo wakati daktari akizungumza na bwana Isike, mara ghafla kuna nesi alikuja kumuita kwamba kuna dharura. Kilichoendelea niko nacho hapa katika sehemu hii ya 5. Isike aliendelea kubaki chumbani mle akiwa anamsubiri daktari. Mara baada ya kupewa kauli kwamba msubirie, dakika zilikatika na masaa yalizidi kusonga mbele bila daktari kurejea. Isike aliendelea kuvuta subira. Wakati akiwa anaendelea tu kusubiri, ndipo simu yake ya mkononi ilianza kuita. Alichomoa kutokea mfukoni mwake na kisha kuitazama. Alipomtambua mpigaji, alipokea na kuiweka karibu na sikio lake la kushoto. Alizungumza maneno mawili kabla ya kukata kwa simu ile. Ndio nafanikisha hapa, alizungumza tu vile. Akairejesha simu yake katika mfuko wake wa suruali. Aliangaza macho yake huko na kule kabla ya kuchomoa karatasi ambayo ilikuwa imefungwa vizuri ndani ya mfuko wa suruali yake, tofauti na ule ambao walikuwa wametoa simu ile. Alionekana kwa makini sana huko akiwa anaangaza macho yake. Alianza kuifungua ile karatasi, akachomoa kimzizi kimoja. Mara baada ya karatasi ile kufunguka, akakifunga vyema kikaratasi kile. Mara baada ya kukikamatia kile kizizi, akakirejesha kikaratasi kile mfukoni na kubaki na kile kizizi katika mkono wake. Akakiingiza kinywani mwake na kisha kukibana katika meno yake ya mwisho. Akatulia mahali pale huku kizizi kile kikiwa kinywani mwake vile vile. Msibani, wanaume wakiwa busy na kushona sanda sebuleni kwa ajili ya kuuvisha mwili wa marehemu baba yake na Hasani. Mara ghafla mlango ulifunguliwa. Watu walinyanyua macho yao kutazamisha mlangoni kule. Hata Hasani ambaye naye alikuwa amejilaza kwenye kochi pia akiwa amefunika miguu yake kwa shuka, aliangaza macho yake maeneo yale ya mlangoni. Macho yao yaligongana na macho ya mzee mweusi mwenye macho mekundu, huku akiwa amevalia suruali yake pana. Alikuwa amechomekea tumboni na mkanda wa ngozi uliokuwa umechakaa. Kichwani hakuwa na nywele hata moja. Wote walibaki wakiwa wanamtazama tu wakimsikiliza ujio wake. Wote walibaki tu wakiwa wanamtazama wakimsikilizia ujio wake, huku kimya ukitawala. Begi liko wapi? Alizungumzia vile vile mzee huko akiwa anazipiga hatua kutoka pale mlangoni na kushukia pale sebuleni. Shikamoo baba, mume wa Sisemi ambaye ni mmoja kati ya wanaume walioketi sebuleni pale. Alisalimia huko akiwa anamtazama mzee yule aliyekuwa ameachia swali ambalo lilikuwa limeachwa hewani bila kujibiwa. Nauliza begi liko wapi? Akarudia tena kuuliza swali lake akionyesha msitizo bila kujibu salamu ile ambayo alikuwa ameachwa na kijana yule. Minong'ono ya chini ikaanza kusikika. Minong'ono ya chini ilianza kusikika ikitawala katika eneo hilo. Kwani huyu ni nani? Hata najua basi. Hebu tumuulize basi huyo ambaye amemuita baba. Mmoja alizungumza vile huko akiwa anamuinamisha kichwa chake karibu na sikio la shemeji yake Hasani. Wewe bwana, kwani huyu ni nani? Ni baba mkuu wangu mdogo huyu. Yaani huyu na marehemu baba ni tumbo kubwa na dogo. Aha, kumbe. Alizungumza vile huko akiwa ananyanyua uso wake na kutazamisha alipokuwa yule mzee. Karibu sana mzee. Lakini kuwa mpole basi. Kwa kawaida au kiungwana, ukifika mahali kabla ya kueleza shida yako, basi ni muhimu kusalimia kwanza na hata kujitambulisha tu endapo utakuwa umekutana na watu ambao hawakufahamu. Haya, mimi naitwa Mzee Senge. Wewe mwenzangu anaitwa nani? Mwanaume mmoja mwenye umri mkubwa aliyopo kati ya wale wanaume sebuleni waliokuwa wanashona sanda alizungumza vile mara baada ya kuwa kimya tangu mzee yule alipoingia. Yule mzee aliacha pumzi nje kwa nguvu, huku uso uliokuwa na aibu kimkamata. Akasogea katika eneo hilo na kisha kuketi karibu na mzee yule. Samahani sana mzee wangu. Mimi bwana naitwa Mzee Liputu, ndiye mdogo wake kabisa na marehemu. Sasa nimekuja hapa kwa jazba kutokana na umuhimu wa mkoba wangu. Marehemu kabla ya mauti yake alinipigia simu akiwa njiani na kuniambia kwamba hajielewelewi hivi
na kaenda mbali zaidi na kuniambia kwamba mauti yakimfika basi uko na begi analo, nifanye mpango nilichukue. Ni begi muhimu sana hilo. Mzee Singe aligandisha uso wake akiwa anamtazama kwa muda mzee huyo aliyekuwa amejitambulisha kwa jina la Mzee Liputu. Mara baada ya kusikia maelezo aliyokuwa ameyatoa kwa sauti ya kunong'ona, Mzee Singe aligeuza uso wake kumtazama mume wa CCM kabla ya kumwachia swali. Vipi bwana? Wewe ndio uliochukua maiti kule hospitali? Vipi uliliona hilo begi ambalo mzee hapa anazungumza? Mzee Liputu naye akapindisha uso wake kumtazama kijana huyo. Ndio. Hilo begi ni kweli kabisa tuliliona. Na daktari alitukabidhi akisema kwamba ndio begi la marehemu. Na niliweka, alizungumza vile huko akiwa anaonyesha anaanza kufikiria kwa muda. Nilipanda nalo kwenye gari na kisha nilikaa nalo. Lakini si kumbuki kama nilishuka nalo au vipi. Kijana, umeharibu kila kitu wewe. Hilo gari ambalo lilipanda unalikumbuka? Mzee Liputu aliuliza vile kwa maki. Lile gari nalikumbuka. Twende ukanipeleke tukalitafuta hilo gari aise. Maana hata mazishi yenyewe hayatonoga pasipo kupata begi kabisa yani. Alizungumza mzee yule kwa akiwa ananyanyuka kutokea chini mara baada ya kuzungumza maneno hayo. Kijana yule akajigunisha tu huku akiwa anasimama. Mama nakuja. Aligeuza uso wake kumwangalia Hasani kabla ya kumtamkia kauli hiyo. Hasani aliyekuwa akisikia kila kitu ambacho kilikuwa kinazungumzwa alitikisa tu kichwa kuitikia. Hao wakaongoza na kuelekea mlangoni tayari kwa kwenda kulifuata begi hilo. Mwizi huyo, mwizi. Kelele hizo za kuita wizi ndizo zilizokuwa zimezagaa karibu kabisa na mtaa ambao Furugu alikuwa anaishi. Kijana aliyokuwa akitaka mitaa kuwaepuka watu wale ndiye aliyesababisha kelele hizo mara baada ya kukwapua simu ya dada aliyekuwa akitembea njiani huku akiwa anachezea simu ile. Bado alikuwa anaendelea tu kukimbia huku nyuma yake akiwa anafuatiwa na mawe yaliyokuwa yakirushwa kwa fujo nyuma yake. Kijana huyo aliingia chocho kadhaa, akaibukia chocho nyingine kabla ya kuzama uwani mwa nyumba moja na kufunga mlango kwa kasi. Akaufunga mlango ule na kubaki amewegemea kiema kwa kasi huku kichwa chake akiwa amekiangalizia juu mara baada ya kuwa ameyegemeza mlangoni pale. Aliwasikia watu wale wakipita kwa kasi huku akiwa anapiga kelele pembeni ya nyumba ile. Wakipita wote mpaka walipoisha na kelele zao kukoma. Kijana alishusha kichwa chake chini na kutazama mbele. Alikutana na binti akiwa anamtazama kwa mshangao tu. Mohamed? Binti akajishtukia akiwa anazungumza vile kwa mshangao sana huku akiwa anamtazama yule kijana ambaye naye alikuwa akiatoa macho kumshangaa tu. Salome? Yule kijana naye akajikuta akiwa anataja jina hilo kwa mshangao sana huku akiwa anamshangaa tu binti aliyekuwa mbele yake. Binti akatazama nyuma yake mithili ya mtu aliyekuwa anamuogopa mtu. Akazipiga hatua zake kumsogelea Mohamed ambaye alikuwa amemtambua. Wewe ndio mwizi ambaye wanakukimbiza huko nje? Salome alimuuliza vile Mohamed huko akiwa ananong'ona. Salome, umefikaje hapa? Nijibu kwanza swali langu nilokuuliza. Salome, ina maisha tu haya. Ni maisha ndio alionifanya niwe hivi Salome. Alizungumza vile yule kijana huko akiwa anazungumza kwa masikitiko kweli kweli. Salome akabaki ameganda akiwa anamtazama kijana yule huko akiwa anaonyesha kutoamini kabisa kile ambacho alikuwa anasikia. Mohamed, yani siku hizi umekuwa mwizi? Aliuliza tena kwa sauti ya kunong'ona. Ndio hivyo Salome. Naomba tuzungumze basi na kueleza kila kitu. Hapana, haitawezekana tena. Mimi sasa hivi ni mke wa mtu na hapa ninapozungumza na wewe mume wangu yuko ndani. Na tena naomba uende kabisa haraka asije akatoka hapa akakukuta ukaleta shida. Salome alizungumzia vile huko akiwa anafungua mlango na kumlazimisha kijana huyo atoke. Kwa hiyo sasa Salome, tutazungumza lini? Naambia basi Salome, tutakutana wapi? Nenda basi Mohamed, mbona unashindwa kuwa mwelewa? Lakini Mohamed alitoka ndani humo huku bado akiwa anaonyesha shauku ya kutaka kuzungumza na Salome. Salome alifunga mlango mara baada ya kuhakikisha kijana huyo ameshatoka nje tayari. Akawegemea mlango huko akiwa anaziachia pumzi zake kwa nguvu kabla ya kushikisha mikono yake ukutani mwake. Mungu wangu, ni kitu gani hiki tena? Akajisemea vile huku akiwa anasikilizia tu mapigo ya moyo wake yalivyokuwa yakidunda kwa kasi kweli kweli. Mara mlango wa chumba chake cha mumewe ukafunguliwa.
Furugu akajitokeza. Macho yake yaliweza kutua pale ambapo alikuwa amesimama mkewe. Vipi? Akamtupia swali hilo mke wake huku akiwa anamtazama kwa wasiwasi kweli kweli. Salome akajitoa pale mlangoni huku akiwa anakataa kwamba kuna kitu wasiwasi ukimpitia katika moyo wake. Moyoni alikuwa anawaza huenda mumewe alisikia kila kitu ambacho alikuwa anazungumza na Mohamed pale mlangoni. Akampita mumewe na kuingia chumbani, lakini kabla hajamalizikia kuingia, Furugu alimkamata mkono wake na kumsogeza karibu yake. Wewe mbona umekuwa mnyonge ghafla hivyo? Kuna kitu gani mke wangu? Salome akatikisa kichwa chake kuashiria kwamba kuna shida yoyote ile. Vipi, chakula chenye unapika? Ndiyo. Poa, basi mimi natoka mara moja, nitarejea baadaye. Furugu alizungumza vile huku akiwa anawachia mkono wa mkewe na kumalizia kufunga vishikizo vya shati ambalo alikuwa amevaa. Sawa. Salome alijibu vile kimkato tu kwa akiwa anazama chumbani. Tayari katika akili ya Furugu alikuwa ameshaanza kuwaza kwamba inawezekana mkewe hakuwa sawa, lakini aliamua kumwacha ili hali mwenyewe ameshasema kwamba yuko sawa. Akazipiga hatua kuelekea sebuleni ambapo alikuwa amepishana na dada wa kazi. Vipi, Mariamu yuko wapi? Akamuuliza swali. Ameenda msibani. Msiba? Msiba wa nani? Wa baba wa rafiki yake. Wapi? Hata sijui. Mara baada ya jibu hilo, Furugu aliachana naye na kuamua kuendelea tu na safari yake ambayo alikuwa ameipanga. Hospitali Vikindu. Mara baada ya muda mrefu kupita, daktari akarejea mle chumbani mwake na kumkuta Isike akiwa bado tu ameendelea kuketi mahali pale ambapo alikuwa amemwacha. Pole sana bwana kwa kukusubirisha kwa muda mrefu. Daktari alizungumza vile kwa anazipiga hatua kukielekea kiti chake na kisha kaketi. Alivaa gloves zake ambazo zilikuwa katika viganja vya mikono yake kabla ya kuzitupa ndani ya ndoo chafu iliyokuwa pembeni yake. Alimtazama Isike kabla ya kuzishusha pumzi zake kwa nguvu. Bwana Isike, daktari aliita vile kwa anamtazama usoni. Naam dokta. Isike aliitika vile kwa anamtazama daktari kwa makini kweli kweli. Wana watoto wangapi? Sijabahatika kupata hata mtoto mmoja mkuu. Hii ndio ilikuwa ni mimba ya mke wangu ya kwanza kabisa. Mna muda gani kwenye ndoa? Ni mwaka wa 4 sasa dokta. Kwa nini umeniuliza hivyo? Dokta akazivuta pumzi zake ndefu kabla ya kuziachia nje kwa nguvu mithili ya mtu aliyekuwa amebeba mzigo mzito. Akaegemea mgongo wake katika kiti ambacho alikuwa amekalia. Bado Isike alibaki akiwa anamtazama tu daktari. Dokta akautoa mgongo wake na kisha kuegemeza mikono yake katika meza iliyokuwa mbele yake. Bwana mkubwa, pole sana kwa hizi taarifa ambazo nitakupatia. Lakini ndio hivyo, ni mipango ya Mungu. Na siku zote mipango ya Mungu huwa haiingiliwi kabisa. Mke wako kwa bahati mbaya amefariki. Moyo wa Isike ukastuka sana huku ukisababisha kutoa mapigo ya mfululizo mara baada ya taarifa ile ambayo hakuwa ameitegemea kabisa. Dokta, unasema kweli dokta? Au mimi ndo sijasikia vizuri kwamba mke wangu mimi hapa amefariki? Ndiyo, mkeo amefariki. Daktari alirudia tena kuzungumza vile kwa anasindikiza na kichwa chake kwa kutikisa ili kunogesha kauli zake mdomoni. Hapana, ni uongo dokta. Mke wangu mimi hawezi kabisa kufariki dokta. Hawezi. Bwana Isike alikuwa anazungumza vile huku akiwa anacheka sambamba na uso wake kugeuzia pembeni, lakini ghafla akaacha kucheka na machozi yakaanza kumtoka. Biana, mimi mke wangu amefariki? Alikuwa anazungumzia vile kwa anainamisha uso wake kwenye kiganja cha mikono yake ambayo alikuwa ametulisha viuko vyake magotini. Alikuwa analia kwa kutikisa tu mwili mzima. Pole sana Bwana Isike. Jikaze kijana, jikaze. Ni mipango ya Mungu tu. Mipango ya Mungu? Isike aliuliza vile kwa sauti ya kiacha kulia na kumtazama daktari kabla ya kuamua kusimama. Hapana dokta. Huu sio mpango wa Mungu kabisa. Sio kabisa. Nasema sio. Haiwezekani mke wangu apate mimba ndo afe. Haiwezekani kabisa dokta. Na ni lazima nitawaadabisha wote walioshiriki kulifanya hili dokta, nakwambia.
Isike alizungumzia vile kwa anazipiga hatua kuelekea nje akiwa anafungua mlango kwa nguvu kabla ya kubamiza kwa jaziba kuufunga. Daktari alibaki akiwa anamshangaa tu pasipo kuzungumzia jambo lolote. Isike akazipiga hatua zake za haraka huku akiwa anafuta machozi machoni mwake. Hatua zake zilikuwa sehemu moja ndani ya hospitali hiyo kulikuwa kumepambwa kwa maua. Akatoa simu yake mfukoni na kisha kuanza kubofya haraka. Alikuwa anatafuta namba ambazo alikuwa anazijua mwenyewe. Akaiweka simu yake sikoni mwake mara baada ya kuzipiga zile namba ambazo alikuwa anazijua mwenyewe. Mara baada ya simu ile kuita sana karibia na kukata, baadaye ikapokelewa. Babu, mbona sasa mambo yameharibika kabisa huku? Isike aliuliza vile hata bila kuwa na salamu. Yameharibika vipi sasa? Sauti kutokea kwenye simu ile ikapenya sikoni mwake ikiwa inamuuliza. Nimemkuta mke wangu amefariki. Amefariki babu? Alizungumzia vile kwa anajaribu kukibana kilio ambacho kilikuwa kimembana kweli. Yule ambaye alikuwa anazungumzia vile akacheka sana. Kicheko kile kilipita katika sikio lake mara baada ya kuzungumza vile. Aliyatoa macho akiwa anashangaa ni kwa nini mtumiaji wa simu ile aliyekuwa anazungumza naye alikuwa ameamua kucheka badala ya kusikitika. Lakini kabla hajazungumza lolote kuhoji kucheka kwa mtu ule, akasikia yule mtu akiwa anazungumza mara baada ya kumaliza kucheka. Kijana wangu. Hii ni dunia kijana wangu. Na dunia ina rangire. Aso hili basi analile. Alizungumza vile kwa mafumbo kabla ya kunyamaza. Unamaanisha nini babu? Isike akauliza vile. Mke wako hajafa? Hajafa kabisa. Hiyo ni pigo la maagizo kutoka kwa adui wa kaka ya mkeo. Na sio mkeo tu, kwani mke wako ana ndugu mwingine ambaye yuko hospitali? Isike akajibu mara baada ya kufikiria kwa muda. Yupo babu. Basi sio huyo tu. Mke wako ana mdogo wake ambaye bado ni mwanafunzi? Yupo babu. Basi familia yote inabidi iondoke. Binadamu hao mjukuu wangu. Binadamu ni wabaya sana. Lakini babu, ni kwa nini imekuwa hivyo? Ni tamaa tu za kingono pamoja na roho mbaya za binadamu ndio chanzo cha hayo yote. Na imekuwa ni vizuri sana umekuja kwangu kabla ya kwenda huko hospitali. Siku hizi mjukuu wangu, kabla hujataka kuoa ni lazima utembee kwanza. Lazima uhangaike kwanza. Na kabla hujapata kazi ni lazima utembee kwanza kuhangaika. Kabla hujaingia katika miji ya watu lazima kwanza utembee kuhangaika. Kabla ya ujauzito kwa mke wako utangaza ni vyema kwanza ukahangaika. Kuhangaika mjukuu wangu. Kuhangaika ndio maisha ya sasa. Maisha bila ndumba hayawi maisha kabisa. Na kwenye biashara ukisema kwamba ngoja nimtegemee Mungu pekee unafeli. Mwendo ni kuhangaika kijana wangu. Kwa hivyo baba, sasa unanisaidiaje? Si ile mizizi niliyokupatia umefanya kama ambavyo nilikuelekeza? Ndiyo babu. Mingine si unayo mfukoni bado? Ndiyo babu. Basi usiitoe wala kubadilisha hizo nguo ambazo umevaa mpaka nitakapokupatia maagizo mwenyewe. Sawa. Na ni vipi kuhusu mke wangu babu? Sikiliza sasa, usiwe na haraka kijana. Isike alibaki kimya tu kumsikiliza babu ambaye alikuwa anazungumza naye kupitia simu ile. Unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kutoenda katika chumba ambacho amelala marehemu, wala usitoe taarifa kwa mtu yoyote yule. Na uhakikishe kwamba mtu yoyote anayejua kwamba mgonjwa yuko hospitali asije hapo hospitali. Isuse hiyo maiti siku nzima ya leo. Hesabia siku 2 mbele. Na kisha usiku wa siku hiyo ya pili niachie mimi sasa. Sasa babu, hiyo maiti sitaoza hizo siku zote. Nani aliyekwambia kwamba binadamu aliye hai wanaoza? Isike alibaki kimya. Sauti ikaendelea tu kumpatia maelekezo kupitia simu yake. Fanya nilivyokuagiza. Si manesi wala madaktari watakaojaribu kuushika mwili wa mkeo. Utaendelea kubaki hapo hapo mpaka nitakapofika mimi hapo. Hakikisha ufanye makosa. Kwenda kinyume na maagizo yangu basi ni kumpoteza kabisa mkeo. Sawa babu. Nimekuelewa. Na kama unaendelea kutoa machozi hata mara baada ya kukuelekeza haya na kukuelekeza, basi afute haraka sana.
na useme kimoyomoyo kwamba nisameheni mizimu. Umeelewa hivyo eh? Ndiyo babu. Isiki alijibu vile huku akiwa anahangaika kufuta machozi yake ambayo yalikuwa yanaendelea tu kumsumbua usoni mwake muda wote. Haya, wasalamu. Isiki alikata simu ile, akaanza kuzipiga hatua kuondoka katika eneo hilo. Msibani kuna mazungumzo yalikuwa yanaendelea. Hivyo Ziduna, si una ndugu zako ambao wako hospitali wewe? Mama mmoja upande ule wake na mama waliopo chumbani kwa Ziduna wakiwa na mfariji. Akalitupa swali hilo kumwelekezea Ziduna aliyokuwa ameketi kwenye mkeka huku akiwa amevimba macho kwa kulia muda mrefu. Ndiyo, aliitikia vile huku akiwa anazivuta ndani kamasi za kilio. Sasa nani leo ataenda kuwaona? Hata sijajua. Ziduna alikuwa anaitikia vile kwa tabu sana huku akiwa anamaliza na kilio. Basi usilie shogangu wewe. Usilie mwaya eh? We Mwajuma. Yule mama alizungumza vile huku akiwa anamuita binti aliyeketi upande mmoja wa Ziduna. Wakati ule upande mwingine alikuwa amekaa Mariamu ambaye wote walikuwa na huzuni wakimfariji mwanafunzi mwenzao wa shule moja. Kumbuka kwamba huyo Mariamu ndio yule binti wa Forogo. Abe mama, uende nyumbani basi ukapika chakula kusudi wapeleke wagonjwa hospitali. Nenda na shoga yako basi ili kusudi mfanye haraka. Yule mama alizungumzia vile kwa akiwa anamtazama binti huyo pamoja na Mariamu kwa zamu. Binti akanyanyuka na kisha kufuatiwa na Mariamu. Wakasimama na kuziendeleza hatua kuelekea mlangoni. Hivi na wale watoto wengine wako wapi wale? Binti mwingine aliyekuwa na umri wa kati ya miaka 25 hadi 30 akauliza swali hilo kumwelekezea Ziduna. Kabla hata Ziduna hajajibu swali hilo, mama mwingine aliyopo chumbani mle akadakia. Wako kwangu wale. Maha. Ukimya ukapita mara baada ya majibizano hayo. Mara baada ya muda kidogo Isiki alifika pale msibani na kisha kugonga mlango ambao ndani yake walikuwemo wale akina mama. Karibu. Mama moja kati ya wale akina mama walioketi mlangoni pale alizungumza vile huku akiwa anachungulia kumtazama mgongaji alikuwa ni nani. Asante. Ziduna, sijui nimemkuta humo ndani? Yupo. Nilikuwa namuomba mara moja. Ziduna, Wanaitwa na shemeji yako. Yule mama kapaza sauti kumwelekezea Ziduna. Ziduna akajiinua kutokea pale ambapo alikuwa ameketi na kuanza kutambuka watu kufuata mlango kule ambako alikuwa amesema anaitwa. Upande wa sebuleni, wanaume wale mara baada ya kumaliza kuitengeneza sanda wakaikunjia vizuri na kuiweka kochini wakiwa wanasubiri maelekezo ya nini ambacho kilikuwa kinafuata. Walipoona muda unazidi kusonga mbele bila kutikia yoyote wa kutoa maelekezo, ndipo sasa ikabidi waulize wakimtazama kijana mmoja ambaye alikuwa anajulikana kama mpwa wa marehemu. We bwana vipi, mbona tangu muda mrefu usemi maelekezo nini ambacho kinaendelea? Saa 7 hii au mnataka mzike saa 10? Yule kijana kaanza tu kwa kujikunisha kabla ya kuendelea kuzungumza. Kwa kweli hata mimi mwenyewe ni mgeni kabisa, yani hata sijui utaratibu uko vipi. Yule mzee mwenye kipato aliyekuja hapa na kuondoka kwenda kutafuta begi, si mmemwona? Sasa yule ndio mhusika wa kila kitu. Hatuwezi kutoa maamuzi yoyote kabla yeye hajarudi. Yani hadi kwenye msiba mnaleta umwenye? Umwenye namna gani tena mzee? Kila kitu kina wenyewe, kama ilivyo magari pamoja na majumba. Basi hata misiba ina wenyewe pia. Mimi ni mtoto wa mama tu, sina mamlaka yoyote kwa mjomba. Au umesahau kwamba kwa mjomba kuna urithi? Akamaliza kuzungumza vile huko akiwa anawaacha wanaume wale hoi kwa vicheko. Au nakosea ndugu zangu? Alizungumza vile tena akiwa anamtazama kijana wa rika lake aliyeketi karibu yake. Ndio hivyo bwana. Basi ndio hivyo. Hapo jembe lake lile sasa hivi limekuwa mpini. Na mjomba wangu huyo alivyokuwa na akili mingi sasa akayaleta makoo yake matatu kudadeki. Leo tutahangaika sana kuongoza misiba. Angeleta majembe mengi leo tungepata tabu hizi. Huyu kama hivi anaugua, jembe jingine linakaimu nafasi, maisha yanaendelea. Kijana huyu alizungumza vile kiutani wa kimjomba akiwa anasababisha watu waliopo pale wangu wa vicheko na kuisahau kabisa huzuni ile kwa muda. Hasani aliyekuwa na watazama tu kwa mbali naye akalitekeleza tabasamu usoni mwake pasipo kuzungumza jambo lolote lile. Alikuwa anamfahamu fika binamu yake huyo ambaye kwa utani basi Mungu alikuwa amemjalia kweli kweli.
upande ule ule kule kwa kina mama. Baada ya Ziduna kuzipiga hatua zile, hatimaye akafika mlangoni pale ambapo shemeji yake Isika alikuwepo. Shikamoo shemeji, Ziduna alisalimia vile huku akiwa anamtazama usoni. Marahaba. Pole sana bwana. Asante shemeji, Ziduna alijibu vile huku akiwa anajizuia kuanza kulia. Sasa kule hospitali kule usipeleke kabisa chakula leo. Nimeshapeleka tayari, wewe dili tuna msiba huku. Sawa. Dada anaendeleaje? Lakini anaendelea vizuri tu na nadhani kesho ataruhusiwa. Sawa. Basi sawa. Mimi ngoja nijumuike na wanaume wenzangu huko msibani. Sawa shemeji, Ziduna alijibu vile huku akiwa anageuka na kurudi ndani. Isika naye akazipiga hatua kuelekea sebuleni walipokuwepo wanaume wenzake. Katika kituo cha daladala Vikindu kuna mazungumzo yalikuwa yanaendelea. Hiyo gari una uhakika nayo kwamba tutaikuta hapa? Ndiyo baba, nilichukua pale. Alizungumzia vile huko akiwa ananyosha mkono mahali ambapo zilikuwa zimeegeshwa gari ndogo ndogo aina ya haisi au vipanya kama wengi walivyopenda sana kuziita gari hizo. Hebu twende mara moja. Wakaanza kuzipiga hatua kuzielekea gari hizo. Wakazifikia, wakamwelekea mwanaume mmoja aliyekuwa akipiga debe kwenye moja kati ya kipanya kilichokuwa na abiria ndani yake. Habari yako bro? Kijana alizungumzia vile akawa anamtazama mwanaume yule aliyekuwa anapiga debe. Nzuri tu, alijibu vile mpiga debe huko akiwa anamtazama kabla ya kugeuza uso wake kumtazama mzee ambaye alikuwa na kijana huyo. Shikamoo mzee, akamdodosha salamu. Marahaba. Kijana akaendelea kuzungumza. Bwana, nilikuja hapa leo, nadhani hata wewe nilikukuta hapa. Nikauliza kuhusu gari ya kukodi, ukanielekeza gari moja hivi. Sasa sijui utakuwa unaikumbuka. Mwanaume yule akatulia kwa muda akiwa anamtazama kijana huyo huko akiwa anajaribu kutafakari. Wewe ndio ulisema kwamba nataka ukabebe maiti Mkuranga, si ndio? Kijana aliacha tabasamu mara baada ya jibu hilo kutoka katika kinywa cha mwanaume yule mpiga debe. Hata yule mzee pia naye aliacha tabasamu mara baada ya kijana kujibu hivyo. Ndio bwana, ndo mimi. Niambie kaka, sasa nilikuwa na shida na ile gari, sijui itakuwa wapi? Kijana aliuliza vile huko akiwa anaangaza macho yake kuitafuta gari ile. Unaulizia ile gari ya mashallah? Sasa bwana, ile gari imetoka muda si mrefu hapa imeelekea shamba. Ile kijana pamoja na yule mzee wakajistukia wakitoa mguno wa mshangao wakimtazama mpiga debe yule. Vipi, mbona mmeshanga sana? Kijana akazishusha pumzi za uchovu kwa nguvu kabla ya kuzungumza. Bwana, sisi tulisahau begi ndani ya lile gari, na begi lenyewe lina vitu vya thamani sana ndani yake. Begi? Ndiyo, na begi. Mwanaume yule mpiga debe akabaki tu anaguna. Kilichoendelea tukutane katika sehemu ijayo, itakuwa ni sehemu ya 6. Mimi naitwa Felix Mwenda, hii ni Ndumba season ya 2.